Karibuni sana KingoFarm. Jana bwana, kwenye hilo banda ambalo unaliona hapo, tuliokota vifaranga watatu wakiwa wamekufa kwa sababu ya ugonjwa wa typhoid. Sasa leo nitakwenda kuingia mle ndani kuangalia kama kuna vifaranga wengine wamekufa leo, ili tuweze kuhakikisha dawa ambayo tulianza kuwapa jana asubuhi mpaka saa hizi imefanya kazi kwa kiasi gani, na tutaangalia hali halisi ya huo ugonjwa mle bandani. Na kwa haraka kabisa nataka nikuonyeshe tiba ambayo tumeitumia kwa ajili ya kuwatibia hawa kuku. Tulipata haya hapa majani ya mpela, ambayo ndio tumeyatumia jana kwa ajili ya kuwatibia wale kuku, na bado mpaka leo hii bado tume blend humu. Unaweza ukaona mchanganyo wetu huu mchanganyo bwana, ni mchanganyo wa haya majani ya mpela, lakini pia kuna tangawizi humu, kuna kitunguu saumu, bila kusahau tumeweka na majani ya mwarobaini tunao hapa. Kwa huu ndio mchanganyo ambao tunautumia jana, na nitakuja kukuambia kuna kitu kimoja. Unaweza ukaona haya makopo ya maji bado yana maji, lakini tumeyatoa haya makopo ya maji. Wewe nisikilize mpaka mwisho, nitakuja kukuelezea kwa nini tunafanya hivi, kwa sababu humu bado kuna dawa, lakini unaweza ukaona tumeyatoa yote, pamoja na kwamba hatujasubiria kuku wamalize haya maji. Wewe nisikilize mpaka mwisho, nitakwambia. Bila ya kusahau, nitakwambia kipimo ambacho unaweza ukatumia kwenye hii tiba yako unapokuwa unatengeneza hii tiba kwa ajili ya typhoid. Hii ni bonge moja ya tiba. Sasa twende moja kwa moja bandani tuangalie. Typhoid ni ugonjwa hatari sana, na huu ugonjwa mara nyingi dalili zake, nikuelezee kwanza dalili zake ni unakutana na vifo vya ghafla. Kuku ananyong'onyea kwa muda mchache na anakufa, na mara nyingi ukimchukua, kama tutampata mmoja humu nitawaonyesha kuku ambaye amezubaa. Ukibahatika kumwona kuku ambaye amezubaa, kwa hapa ndio nimeingia bandani, nina kagua hii asubuhi kabisa. Hii ninakagua kama kuna kuku yoyote aliyekufa, lakini pia nitaangalia kuku waliozubaa. Mfano huyu hapa, umeona huyu kuku amezubaa. Sasa ukichukua kuku kama huyu aliyezubaa, kwanza utamwona kama vile anasizia hivi. Pili, bahati mbaya huyu hana. Dalili kubwa nyingine, utamwona hapa nyuma ana kinyesi, muharo wa njano, ambao ni kama vile wakati anajisaidia umegandia, umetaka kugandia hapa nyuma, yani wakati unashuka uliangukia. Kwa hivyo ngoja kwanza nikutafutie au nitakuwekea hapa video ambayo jana, kama ipo nitakuwekea hapa video ambayo ilikuwepo hapa jana. Umeona leo hakuna kifo, lakini unaweza kuona huyu hapa yupo na hali hii hapa, ni mgonjwa huyu. Kwa typhoid ni ugonjwa fulani, ugonjwa hatari sana. Ni ugonjwa ambao endapo ukichelewesha unaweza ukatumia tiba nyingi sana na usione kama kuku wako hapo ana dalili ya kupona. Kwa hiyo muhimu sana kutumia tiba ya asili, na sisi kuku wetu wameanza kupata unafuu. Na nadhani jana tumeweka video hapa ya magonjwa hatari, miongoni
mwa ugonjwa hatari tuliutaja hapa ni huu ugonjwa wa typhoid. Ni ugonjwa hatari sana. Sisi pia kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa bado hatujajua vizuri hizi tiba za asili, miaka ya nyuma sana, tumewahi poteza kuku wengi sana kwa huu ugonjwa wa typhoid. Kwa hiyo uchukua hatua mapema sana. Sasa kipimo cha dawa, utachukua jagi 2 za majani ya mpapai, jagi 2 pia za zile jagi za kubrendi za mwarobaini. Ukiweza unaweza ukaweka hata majani 3 ya mpapai, kitunguu saumu 1 na tangawizi 1, unawachanganyia kwenye maji lita 10. Na huu ugonjwa kwa sababu unasababishwa sana. Sasa huu ugonjwa mara nyingi sana unakuta unasababishwa na sasa ni vyombo vya maji. Hivi vyombo vya maji, mfano sisi ambao tunatumia tiba za asili, ikikaa zaidi ya masaa 24 huaga inachacha. Yani kawaida huaga inachacha. Kwa hiyo endapo kuku wataendelea kunywa, vifaranga wako wataendelea kunywa, ndio wanapata hiyo typhoid. Umeona? Kwa hiyo kama tiba umeweka asubuhi leo hii, ikifika kesho asubuhi, hata kama maji yamebaki mengi, mwaga. Pia safisha chombo. Vyombo visiposafishwa pia huaga vinasababisha sana huu ugonjwa. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo unahitaji sana kuyafanyia usafi ili kuweza kuwanusuru vifaranga wako. Yani vifaranga, kuku wakubwa wanapata huu ugonjwa. Kuku unamwona mzima kabisa anaanguka, anakufa hivyo hivyo. Yani ndio inakuwa inaenda hivyo. Kuku wala hadhoofu, afanye nini? Umeona? Kisizia ni muda mchache sana, yani haizidi siku anakufa. Ni ugonjwa hatari, yani naweza nikaweka kwenye level moja na ugonjwa wa mdondo kideli. Ni sawa kabisa kwa athari ambazo unaweza kukusababishia kwenye banda. Kwa niishie hapo, lakini tu niseme kwamba sisi KingoFarm tunatoa elimu ya mafunzo ya ufugaji kwa kulipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipa ada ya shilingi 8,000 utakaa kwenye kundi letu la mafunzo kwa muda wa miezi 2. Tunafundisha uhalisia kabisa, yani tunaelekeza namna ambavyo tunatibia kuku wetu endapo wamepata shida kama hii homa ambayo wameipata hapa. Kwenye kundi tutaelekeza kwa undani kabisa namna ambavyo tumebadilisha, kama kuna sehemu tutahitaji kubadilisha dawa, labda hii isipofanya kazi tutaweka nyingine, athari ambazo zimetokea na namna ambavyo hawa kuku wamepona. Kwa hiyo tutajitahidi sana. Kwa hiyo ukijiunga na kundi letu utakuwa unapata vitu kama hivyo hapo. Lakini pia tuna vitabu ambavyo kwa mfano kitabu cha tiba za asili kinaelekeza kabisa namna ya kutibu hadi hii typhoid, vipimo vyake na vitu vingine vingi kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo vitabu vyetu ni 10,000 na ni soft copy, unavipata kwa njia ya WhatsApp. Tunavyo vitabu takribani vitabu 5. Wewe ukitupigia simu ukituambia unafuga kuku wa aina gani, basi sisi tutakuelekeza kitabu ambacho kinakufaa zaidi. Vitabu vya kuchanganya chakula na vitu vingine vingi. Pia typhoid huaga inasababishwa na chakula. Endapo utachanganya chakula vibaya, kuku wako wanapata typhoid vizuri kabisa.